Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote kwenye ibada ya siku hii ya leo. Kwa wewe uliye mwenyeji, kwa wewe uliye mgeni, uwe na amani. Katikati yetu Mungu anaishi, katikati yetu Mungu anatembea, katikati yetu Mungu ananena, katikati yetu Mungu anasema nasi. Amen, amen. Sasa niende moja kwa moja kwenye kiini cha somo letu la siku hii ya leo. Nitafundisha kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu, ama unaweza kuita nguvu za rohoni. Nitafundisha kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema nguvu za Mungu, ama unaweza ukaita nguvu za rohoni. Amen, amen. Sasa nikuombe uniazime masikio yako kwa dakika chache hizi. Uniazime masikio yako kwa dakika chache hizi. Ninapoongelea kwa habari ya nguvu za Mungu, kwa maana nguvu za rohoni, kwa kawaida nguvu, neno nguvu ni uwezo wa mtu au kitu, ni uwezo wa mtu au kitu kuweza kutawala na kumiliki. Ninapoongelea kwa habari ya nguvu, ni uwezo wa mtu au kitu kuweza kutawala au kumiliki. Ni uwezo wa kutoka mbinguni kwa ajili ya kutenda mapenzi ya Mungu Baba. Ni uwezo wa kutoka mbinguni kwa ajili ya kutenda mapenzi ya Mungu Baba. Embu tamka maneno haya pamoja nami kabla sijasonga mbele kidogo. Embu sema: kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu, ninaomba Baba, mara hii tu. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yangu utahukumiwa kuwa mkosa. Kuanzia sasa nasimama kinyume na kila aina ya silaha ya uovu na uharibifu iliyoelekezwa juu ya maisha yangu. Nasimama kinyume na kila silaha ya uovu ya uharibifu iliyoelekezwa juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu imeandikwa, lolote lile nitakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa kuanzia sasa, kwa namna ya rohoni, nazikusanya kwa pamoja
pamoja silaha zote za uharibifu zilizoelekezwa juu ya maisha yangu tokea angani, zilizoelekezwa juu ya maisha yangu tokea baharini, chini ya bahari, zilizoelekezwa juu ya maisha yangu tokea nchi kavu, kwa pamoja nazikusanya kwa namna ya rohoni, nazifunga kwa jina la Yesu, nazifunga kwa jina la Yesu, naziondolea uweza wake wa kutenda kazi juu ya maisha yangu, naziondolea uweza wake wa kutenda kazi juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninanena kwa namna ya rohoni, nawe mjumbe, nawe wakala wa Shimoni ulielekeza ile silaha ya uharibifu juu yangu siku ya leo, nasimama kinyume nawe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume nawe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ngome hizo nazivunja, ngome hizo naziharibu, ngome hizo naziteketeza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa naitumia damu ya Yesu, naitumia damu ya Yesu, naitakasa ile njia ya baraka zangu kwa damu ya Yesu, naitakasa ile njia ya baraka zangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Naam, nilikuwa natuma ujumbe kidogo, sasa nipige hatua. Amen. Tusonge mbele. Nimesema nguvu ni uwezo wa mtu au kitu kuweza kutawala na kumiliki, lakini nikasema pia ni uwezo wa kutoka mbinguni kwa ajili ya kutenda mapenzi ya Mungu Baba. Kwa hiyo leo nitaongelea kwa kina kidogo kwa habari ya nguvu za Mungu ama nguvu za rohoni. Ukiangalia kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 na ule mstari wa 12. Ukiangalia kile kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12, imeandikwa hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Biblia ama neno la Mungu linasema hivi: tokea zile siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbinguni, ufalme ule unapatikana kwa wenye nguvu pekee. Lakini bado neno la Mungu linaeleza ama linatia mkazo kwamba hata sasa. Mwambie jirani yako hata sasa. Rudia tena, mwambie hata sasa. Hata sasa. Haitoshi, rudia tena, hata sasa. Hata sasa. Ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Biblia imejaribu kuelezea kwamba nyakati zile, kipindi kile cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa mbinguni
ulikuwa unapatikana kwa wale wenye nguvu, lakini bado neno hilo hilo linaelezea, linasema hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Na mimi naelezea nguvu za Mungu siku hii ya leo, naelezea nguvu za rohoni siku hii ya leo. Nguvu ninazozielezea siku hii ya leo, sielezei misuli yako ya mwilini, ubausa wako wa mwilini, hapana. Naelezea misuli yako ya rohoni, naelezea ubausa wako wa rohoni, sio mwilini. Sasa toka siku za Yohana Mbatizaji, ni wale wenye nguvu tu ndio walioweza kuteka ufalme wa mbinguni. Lakini Biblia inasema hata sasa. Kumbe hata sasa ukiwa ni mwenye nguvu, ipo neema ya kuteka ule ufalme wa mbinguni. Nguvu gani inayozungumziwa? Ni ile nguvu ya rohoni, nguvu iliyo na uwezo, nguvu iliyojazwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nguvu inayozungumziwa ni ile yenye uwezo, ni ile yenye mamlaka, ni ile yenye uwezesho wa Roho Mtakatifu, kwamba nguvu ile ikiwa ndani ya mtu, iliyojazwa uwezo wa Roho Mtakatifu, iliyojazwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maana yake utakapojaribu kushindana kwa namna ya rohoni, uwezo mkubwa wa wewe kushinda ujuu yako. Ndo nguvu ninayoielezea hivi leo. Siizungumzii ile nguvu ya wale wanaobeba vyuma, wale mabaunsa wa kimwili, hapana. Naizungumzia nguvu ya rohoni. Unaweza kimwili ukaonekana mwembamba sana, mwembamba sana. Mtu anasema hata ukija upepo ukipita mbele yake unambeba, unamwangusha kwa macho ya damu na nyama, lakini ndani ni uliyejaa uweza, uliyejaa mamlaka, uliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa nguvu ile ndio inayoweza ikasababisha kuuteka ufalme fulani. Nguvu ile ndio inaweza ikasababisha kuuteka ufalme fulani. Lakini Biblia inaelezea tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, neema hiyo ipo. Neema hiyo ipo. Neema hiyo inapatikana. Shida tu, Roho wa Bwana akiwa ndani yako, ipo nguvu ya Mungu itakayotenda kazi ndani yako. Kile kitabu ni kuonyeshe maandiko kadha wa kadha, alafu
nitaidhihirisha nguvu ya Mungu ama nguvu ya rohoni katikati yetu siku hii ya leo. Luka 1 kuanzia mstari wa 5 naongelea kwa habari ya nguvu za Mungu ama nguvu za rohoni. Hata sasa kwa wale wenye ile neema wana uwezo wa kuteka ufalme fulani. Sasa tuangalie kwa pamoja Luka 1, nitaanzia mstari wa 5. Niazime masikio yako ili tuweze kwenda kwa pamoja. Hata utakapoiona nguvu ya Mungu inatembea katikati yetu, inatenda kazi katikati yetu, ujue asili yake ni wapi. Twende kwa pamoja. Utakapoiona nguvu ya Mungu inatenda kazi katikati yetu, inatembea katikati yetu ikitupa neema ya ushindi, ujue asili yake ni wapi, chanzo chake ni kipi, mpaka neema hiyo inakuwa hivyo. Imeandikwa, zamani za Herodi mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abiya, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu. Na wote wawili, Biblia inaelezea, walikuwa ni wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Biblia inawaelezea hawa wawili ambao walikuwa ni wenye haki mbele za Mungu. Inawaelezea hawa wawili ambao walikuwa wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama, lakini walikuwa hawana mtoto. Lakini haitoshi, Biblia inamwelezea mama huyu Elizabeti kwamba alikuwa tasa, na inawaelezea wote wawili walikuwa ni wazee sana. Biblia inasema wazee sana. Basi mstari wa 8, basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukuzia. Amesimama upande wa kuume wa madhabahu. Malaika wa Bwana. Mstari wa 12. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti
atakuzalia mtoto, ingawa ninyi ni wazee sana, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto, ingawa alikuwa tasa. Atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake wewe kuhani Zakaria, jina lake utamwita Yohana. Malaika anafikisha ujumbe kwa kuhani aitwaye Zakaria, pamoja ya kuwa ninyi ni wazee sana, pamoja ya kuwa mama yule ni tasa, lakini usiogope, kwa kuwa dua zenu, dua yako imesikiwa. Sasa mkeo atakuzalia mtoto mwanaume, ila jina lake utamwita Yohana. Shida inaanzia hapo. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Haya ni maelezo ama ni ujumbe unaoletwa juu ya kuhani, juu ya Zakaria, juu ya aliyekuwa na uhitaji wa kitu fulani, wa jambo fulani, wa uzao fulani. Kwa sababu atakuwa mkuu, tunaanza kuona paka anakuwa mkuu mbele za Bwana, lakini hata kunywa divai wala kileo, ila atajazwa ule uweza, atajazwa ile nguvu, atajazwa ile mamlaka itokayo juu mbinguni, atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Ametungwa Yohana katika tumbo la mama yule Elizabeti. Tendo la kutungwa, ujazo, uweza, nguvu, mamlaka itokayo juu ikaingia ndani yake tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Biblia inaanza kuelezea sehemu ya majukumu ya huyu atakayezaliwa ambaye ni Yohana, na usilale sije nikakutolea mfano, niko kivingine. Biblia inaelezea kwamba huyu atakayezaliwa ambaye ni mtoto atawakusanya, atawarejesha wengi watu, wana wa Israeli kwa Mungu. Neema ya huyu atakayezaliwa inaanza kujidhihirisha, inaanza kuonekana. Lakini ni kitu gani kinachopelekea mpaka awe na uwezo wa kuwakusanya waliotawanyika? Kwamba wewe ni mtu mmoja, lakini unaweza ukakusanya maelfu ya watu ambayo yalitawanyika mbele za Bwana, ukayakusanya yakawa mbele ya uso wa Bwana. Ni nini? Ni ule uwezo wa Roho Mtakatifu kukaa ndani yake. Mstari ule wa 17, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya.
naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Watu waliotengenezwa. Kazi za Yohana zinaanza kuonekana mara tu atakapozaliwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Kuhani huyu Zakaria huyu akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Huyu ni kuhani. Inawezekana hata kwa majira tuliyonayo sasa wakawepo makuhani wa namna hii ama wa jinsi hii, ama wakawepo watu wa namna hii ama wa jinsi hii, ama wakawepo washirika wa namna hii ama wa jinsi hii, mara wanapofikishiwa taarifa ama ujumbe wa ushindi wao juu ya kesho yao. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee. Kwani wakati analeta ujumbe huo hakujua ya kwamba wewe ni mzee, na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi? Kwani wakati anatumwa kuleta ujumbe huo hakujua ya kwamba mke wako ni mkongwe wa siku nyingi? Ule mstari wa 19, malaika akamjibu swali lake. Angalia namna anavyojibiwa. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia haya niliyokuambia. Mtoto anapotungwa siku ya kwanza anakaa ndani ya tumbo la mama kwa wiki ngapi? Kwa miezi mingapi? Kwa miaka mingapi? Mtoto anapotungwa ndani ya tumbo la mama anakaa kwa muda gani? Miezi 9. Nauliza kanisa, mwangalie mwenzako, labda mwenzako alikaa mwaka, miezi 12. Mtoto anapotungwa ndani ya tumbo la mama anakaa kwa umri gani? Miezi 9. Sasa huyu kuhani Zakaria anaambiwa, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Jamaa anaanza kuwa bubu kwa miezi 9 nalala. Jamaa anaanza kuwa bubu kwa miezi, huyu anaambiwa kwa muda wa miezi 9. Ndio umri tunaojua wa mtoto akitungwa atazaliwa baada ya miezi 9. Maana yake Zakaria sasa amefanyika bubu, amekuwa bubu kwa huo umri. Biblia inasema yale maneno
yaliyotamkwa yatatimizwa kwa wakati wake. Na wale watu waliokuwa wakimngojea Zakaria wakastaajabia kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu, naye aliendelea kuwaashiria akakaa bubu. Kuashiria akakaa bubu, maana yake yeye sasa akawa ni mtu wa vitendo tena. Aliyekuwa anaongea aongei tena. Kuna mamlaka ambayo imetoka juu mbinguni, kwamba imeleta ujumbe, ukawa na hofu nao, ukawa na mashaka nao. Mleta ujumbe na yeye akasema maneno, yale maneno yakatimia. Nini? Ni nguvu nguvu ya rohoni, nguvu ya Mungu ndiyo inayoyatimiza haya, inayoyafanya haya. Kwa mfano sasa, nyie mabinti wawili muwe bubu mpaka ibada itakapoisha. Sawa eh? Sawa eh? So kuekti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Jina lako nani? Rebeka. Jina lako nani? Asha. Kusikia mtasikia somo, ila kuongea hamtaweza kuongea. Sawa eh? Paka muda wa sadaka, nikisema paka ibada ishe mtateseka sana. Iwe vile vile paka ibada ishe, kwa neno lile lile la kwanza ndio msingi wake. Na izihirisha nguvu ya Mungu sasa, na uondoa ule uwezo wa kunena ndani yenu, ule uwezo wa kuongea ndani yenu. Kuanzia sasa ninaamuru kila ambaye alifungua kinywa kwa utambulisho wake kuwa bubu kwa sauti ya kwanza. Mwisho wangu wa kunena ni sauti kutatu, kuwa bubu kwa sauti ya pili, kuwa bubu kwa sauti ya tatu. Ububu huo uwapate kuanzia saa hii mpaka nitakapomaliza ibada ya siku hii ya leo. Mimi nimemaliza. Mstari wa 23, ikawa siku za huduma yake zilikuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatoa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Sura hiyo hiyo Luka 1. Kuokoa muda nitaluka huo mstari mpaka ule mstari wa 57 na kuendelea. Tuone, je, yaliyonenwa juu ya kuhani yatakuwa vile? Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanamume,
wakasikia jirani zake, wakasikia jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi kwa pamoja naye. Ikawa siku ya 8, wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Siku ya 8 ilipofika ya kutahiriwa mtoto, wakataka kumpa mtoto jina la baba yake. Mamaye akajibu akasema, la sivyo, bali ataitwa Yohana. Wakamwambia, hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo. Wakamwashiria babaye wajue atakavyo kumwita. Wanaanza kumwashiria babaye wajue namna watakavyomwita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana. Wakastajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia, akaanza kunena akimsifu Mungu. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Sijawasikia. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Mbona wengine amjibu? Akaanza kunena akimsifu Mungu. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Ububu umewapata kweli? Akaanza kunena akimsifu Mungu. Lakini nataka nikuonyeshe namna ambavyo nguvu za Mungu zinavyoweza kutenda kazi, ama nguvu za rohoni. Hizo nguvu za Mungu namna zinavyoweza kufanya kazi. Lakini nipige hatua moja zaidi pamoja na wewe. Umuhimu wa nguvu za rohoni. Kwa kuwa nafundisha kwa habari ya nguvu za Mungu ama nguvu za rohoni, je, kuna umuhimu wa nguvu za rohoni? Nguvu za rohoni, umuhimu wa nguvu za rohoni. Je, kuna umuhimu wa nguvu za rohoni? Lazima jibu litakuwa ndiyo. Umuhimu wa nguvu za rohoni. Yaamini haya maneno, dakika chache tu utakaa sawa na mkono wa Bwana utakuwa pamoja nawe. Imeisha hiyo. Kile kitabu cha Walumi sura ile ya 6 mstari wa 14. Walumi 6 mstari wa 14. Umuhimu wa nguvu za rohoni. Imeandikwa hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Narudia, imeandikwa kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema.
Hili ni neno la Mungu, linazungumza ama linaelezea. Kwa maneno mengine, unapokuwa ni mwenye dhambi, unapokuwa ni mtenda dhambi, kuna tawala fulani za upande wa pili za shetani ambazo kwa kuwa wewe umekuwa ni mdhambi, umekuwa ni mtenda dhambi, kuna kumilikiwa kwa namna fulani fulani, kwa kuwa umefanyika kuwa mshirika wa upande wa kwao. Lakini hapa Biblia inaelezea hivi: kwa kuwa dhambi haitawatawala ninyi. Maana yake dhambi kumbe ina uwezo wa kuwatawala wale watenda dhambi, kwamba dhambi ina uwezo wa kuwatawala wale watendao dhambi. Na kuna mahala unafika unakuwa chini ya sheria fulani fulani, ya vifungo fulani fulani vitokanavyo na ile dhambi uliyoitenda, aidha kwa kujua, aidha kwa kutokujua, kwa mawazo yako, kwa maneno yako, ama kwa matendo yako. Imekutawala na unakuwa chini ya ile sheria, unaanza kuyaishi maisha yako, unaanza kuyaishi maisha yako kupitia ile dhambi, kupitia ile dhambi uliyoitenda. Hao nilisema ububu wapate, unaweza ukasema nigeresha, kwa sababu sikakaa kimya. Unaweza ukawa umempanga akae kimya. Hawa si wanatembea, hebu tembeeni. Mnanisikia? Tembeeni. Inawezekana mjanielewa bado, kwa sababu nimesema ububu. Kwa hiyo mtu anaweza akapangwa, kaa kimya, usiongee. Tembeeni kama mnajua kutembea, zunguka viti, mrudi hapa, alafu muone nini nitakachokisema na kikawapata. Si wanatembea? Mimi sikuja kucheza, nimeacha vyote nikaamua kumfuata Bwana. Sogea paka hapa mbele. Mama, nyosha mkono wako wa kushoto, unaweza? Bila kusaidia unaweza. Nyosha wa kulia. Wa kushoto umeshindwa. We nyosha wa kulia, nyote kwa pamoja nyosha wa kulia. Shusha. Hawa mama umeona wametembea? Si umewaona? Kwa sababu nikisema bubu wanaweza kusema umewapanga wanyamaze. Inawezekana. Sasa wametembea, umeona? Sasa napiga paralyze, si upande wa kushoto ambao una shida kwako, napiga kwako, nimemaliza. Upande wa kuume utakaa sawa, wa kushoto kila mmoja paralyze. Anzeni kuzunguka, mrudi hapa kama mtafika. Zungukeni kama mlivyozunguka.
Jitahidi kama utafika hapa. Haiwezekana uliambiwa bubu, mchungaji kakupanga. Mimi sio yule mchungaji wa kupanga watu. Nataka kuambia tamka. Unamtamkia hivi Roho Mtakatifu kama vile tuna nani? Ilifika mahali uwe sawa na uliyeanguka, pokea uzima. Uliye chini, pokea uzima. Neema ya Kristo Yesu iwe juu yako. Ilifika mahali kama nguvu ya Roho wa Bwana iko ndani yako, huwezi kufanya kitu. Samsoni alivyotaabishwa, some sana Samsoni alivyotaabishwa, kila mahala alipoliitia jina la Bwana akamwambia, Bwana, mara hii tu Roho wako ashuke juu yangu, nijilipize kisasi juu ya Wafilisti hawa. Roho wa Bwana alikuwa anashuka. Mara ya mwisho aliua wengi kuliko alioua mwanzo, akiwa ndani ya lile jengo, alipokamata ile mihimili miwili ya jengo lile. Mara hii tu Roho wako ashuke juu yangu. Yani ipo nguvu ya rohoni, nguvu ya Mungu. Roho wa Bwana anapokaa ndani yako. Hebu kila mmoja atamke haya maneno. Sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, nasimama kinyume na kila aina ya silaha ya uovu na uharibifu iliyotamia maishani mwangu. Nasimama kinyume na silaha zote za uovu na uharibifu zilizoatamia ndani ya maisha yangu. Kuanzia sasa na uachilia moto wa Bwana, na uachilia moto wa Bwana. Kwa pamoja naziteketeza silaha hizo kwa jina la Yesu. Kwa pamoja naziteketeza silaha hizo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaamuru ziteketee kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, nakomboa kila kiungo cha mwili wangu, kiwe kiungo halisi kuanzia sasa ndani ya mwili wangu. Nakomboa kila kiungo cha mwili wangu kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba, kiwe kiungo halisi ndani ya mwili wangu, kiwe kiungo halisi ndani ya mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kiungo bandia nakikataa. Imeandikwa kila pando ambalo Baba wa mbinguni hakulipanda ndani ya mwili wangu litang'oka kuanzia sasa. Nang'oa pando hilo kwa jina la Yesu. Pando la udhaifu, pando la ugonjwa, pando la mikosi, pando la laana, pando la kukataliwa, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ng'oka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu
mara itu na yang'oa mapando yote ya kishetani ndani ya mwili wangu, na yang'oa mapando yote ya kishetani ndani ya mwili wangu, na yaamuru yang'oke. Ewe pando la roho ya kushindwa, ng'oka. Ewe pando la roho ya kushindwa, ng'oka. Naongea na yale mapando ya roho ya kushindwa, naongea na yale mapando ya roho ya kushindwa, kushindwa kielimu, na yang'oa mapando hayo kwa damu ya Yesu. Mapando ya roho ya kushindwa, kushindwa kielimu, ng'oka. Mapando ya roho ya kushindwa kuanzia sasa na yang'oa ndani ya mwili wangu, na yaamuru yang'oke, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba mara hii tu, ninaomba Baba mara hii tu, silaha yoyote ya kishetani, ya kijini, ya kijoka, ya kimizimu iliyoelekezwa kwenye maisha yangu, nasimama kinyume nayo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasimama kinyume nayo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe silaha ya kushindwa, eneo lolote la maisha yangu, eneo lolote la maisha yangu, ewe silaha ya kushindwa, eneo lolote la maisha yangu, leo nashindana nayo kwa jina la Yesu. Imeandikwa, naye akawashinda kwa damu ya mwana-kondoo. Leo nazishinda silaha zote, nazishinda silaha zote, nazishinda silaha zote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe silaha ya mateso, ewe silaha ya mateso, leo nakushinda kwa damu ya Yesu. Naongea na ile silaha ya mateso iliyoelekezwa ndani yangu, leo naishinda silaha hiyo kwa damu ya Yesu. Naishinda silaha hiyo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba mara hii tu, ile silaha ya mateso juu ya maisha yangu, ile silaha ya mateso juu ya familia yangu, ile silaha ya mateso juu ya kazi yangu, juu ya hatima yangu, kuanzia sasa nasimama kinyume nayo, nasimama kinyume nayo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Naiteketeza kwa moto ulao, naiteketeza kwa moto ulao kwa jina la Yesu. Silaha yoyote ya mateso iliyoelekezwa
iliyoelekezwe ndani ya familia, iliyoelekezwe ndani ya familia, iliyoelekezwe ndani ya familia, na ilipua kwa moto wa Bwana, na ilipua kwa moto wa Bwana. Naongea na wewe jini, wewe ni roho tu, una masikio, sauti hii unaisikia. Kuanzia sasa na kukataa ndani ya mwili wangu, na kukataa jini uliyegeuka kuwa mateso, jini uliyegeuka kuwa tabu, kuwa matatizo, kuwa mikosi, kuwa nuksi, kuwa laana, kuwa ugonjwa, na kukataa kwa sauti ya kwanza, na kukataa kwa sauti ya pili, na kukataa kwa sauti ya tatu, na kukataa kwa sauti ya nne, na kukataa kwa sauti ya tano, na kukataa kwa sauti ya sita, na kukataa kwa sauti ya saba, na kukataa. Mwenye uwezo wa kusimama, naomba usimame hapo ulipo, mkono ukiwa kifuani. Simama hapo ulipo, mkono ukiwa kifuani. Naona wengine mnataka mkolome, weka mkono kifuani, simama. Baba, 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 aliyeweka mkono kwenye kifua hicho, aliyeweka mkono kwenye kifua hicho amemkataa huyo jini aliyekaa ndani yake kama balaa. Amemkataa huyo jini aliyekaa ndani yake kama mkosi. Ninaomba kuanzia saa hii na kuagiza sasa, kwa kuwa wewe ni roho na umekaa ndani ya mtu huyo, na kuagiza sasa, kwa kuwa wewe ni roho na umekaa ndani ya mtu huyo kama mkosi, umekaa ndani ya mtu huyo kama balaa, umekaa ndani ya mtu huyo kama nuksi, umekaa ndani ya mtu huyo kama udhaifu, kama ugonjwa, kama roho ya kupata na kupoteza. Akipata anapoteza. Naongea na wewe uliyekaa, anapopata anapoteza, anapopata anapoteza, anapopata anapoteza. Hama ndani yake. Sina kawaida ya kuacha, sina kawaida ya kugaili, sina kawaida ya kuishia njiani. Utarudi ulikotoka, aibishaniwi. Utarudi ulikotoka, aibishaniwi. Umekuwa kupata na kupoteza. Jini wewe, jini wewe, umefunga hatua hizo, umefunga miguu hiyo, umefunga hatua hizo, umefunga miguu hiyo. Imetosha. Ile miaka uliokaa kama kifungo kwenye miguu hii imetosha. Ile miaka uliokaa kama kifungo kwenye miguu hii imetosha. Imetosha. Na kuagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kuagiza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hii ni amri, sio ombi. Hii ni amri, sio ombi. Na mimina moto unakwenda, unaelekea shimoni. Na mimina moto unakwenda, unaelekea shimoni. Na mimina moto unakwenda.
unarudi ulikotoka na balaa zako. Sikuachi, nimeapa kwa Bwana, kama Mungu wangu aishivyo, sitakuacha. Uliyetumwa kutesa familia, uliyetumwa kutaabisha familia, uliyetumwa kuitaabisha familia, uliyetumwa kuitesa familia, kwa neno hili ni moto juu yako. Kwa neno hili ni moto juu yako. Uweze kupinga, uweze kuzuia. Napiga maagano yenu, napiga mikataba yenu, navunja maagano yenu, naivunja mikataba yenu. Mizimu ya ukoo inayozuia baraka, mizimu ya ukoo inayozuia baraka, mizimu ya ukoo inayozuia baraka, na iteketeza mizimu hiyo kwa moto ulao. Na iteketeza mizimu hiyo kwa moto ulao. Na achilia moto na kwenda, na achilia moto na kwenda, na achilia moto na kwenda. Mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo inayozuia ndoa, mizimu ya ukoo inayozuia kujenga, inayozuia kushika, inayozuia mafanikio, inayozuia baraka, na kwenda kinyume nayo. Ulimwengu wa roho, kwa moto wa Bwana unakwenda, kwa moto wa Bwana unakwenda, kwa moto wa Bwana unakwenda, kwa moto wa Bwana unakwenda. Naongea na ile roho inokufanya ushindwe kielimu. Naongea na anayesoma, naongea na mwanafunzi sasa, naongea na mwanafunzi sasa kwa damu ya Yesu. Naongea na mwanafunzi sasa. Roho inokufanya ufeli, roho inokufanya uwe wa kufeli, inokufanya uwe wa kufeli, inokufanya uwe wa kufeli, na ilipua, na ilipua, na ilipua, na ilipua, na ilipua kwa moto wa Bwana. Iteketee. Nyosha mkono paka kwenye utosi wa kichwa chako. Hautanikwepa. Na nyosha mkono paka kwenye utosi wa kichwa chako. Ni mwaka wake wa mtihani. Anaelekea kwenye miezi ya mitihani, kwenye wiki za kufanya mtihani. Uliyekaa kama kushindwa juu ya elimu hiyo, uliyekaa kama kufeli juu ya elimu yake, na hesabu mpaka 3 na kupeleka chini. 1, 2, 3, nimemaliza. Roho ya kufeli iende chini, roho ya kufeli iende chini. Ufaulu kawe juu yako. Nasema roho ya kufeli iende chini, roho ya kufeli iende chini. Hii ni amri, aibishaniwi. Roho ya kufeli iende chini. Na neema ya ufaulu iwe juu yako. Inaenda chini, neema ya ufaulu inakuwa juu yako. Inaenda chini, neema ya ufaulu inakuwa juu yako. Nenda, sikuachi.
na giza walioishi ndani yako kwa miaka mingi, leo ndo mwisho. Naongea na watesi, naongea na wataabishaji, naongea na adui ambao wamedumu ndani yako kwa miaka mingi. Leo ndio mwisho, asema Bwana. Na iachilia nguvu ya ukombozi iwe juu yako. Nguvu ya ukombozi iwe juu yako. Na roho ya kushindwa kimaisha, roho ya kushindwa kimaisha, roho ya kushindwa kimaisha, na roho ya ugonjwa inayotamia ndani ya familia unayoishi. Roho ya ugonjwa inayotamia ndani ya familia unayoishi. Roho ya ugonjwa inayotamia ndani ya familia unayoishi. Chakula kile cha kichawi kitoke. 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 Na giza kuanzia sasa. Chakula cha kichawi kwa njia ya ndoto, kwa njia ya sherehe, kwa njia ya msiba, ninaamuru chakula hicho cha kichawi na kiondolea uweza wake, na kiondolea nguvu yake, na kiondolea mamlaka yake ya kutenda uharibifu ndani yako. Kama siku, kama siku ya Pentekoste, Roho shuka tena, tena kama siku, kama siku ya Pentekoste, Roho shuka tena, kama siku, kama siku ya Pentekoste, Roho shuka tena, Roho shuka tena, ewe Roho shuka tena, Roho shuka tena, ewe Roho shuka tena, kama siku, kama siku ya Pentekoste, Roho shuka tena, kama siku, kama
siku ya Pentekoste. Mwambie ashuke tena kama siku ya Pentekoste. Shuka 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 tena. Baba, ni watoto wako wamefungua vinywa wakisema kama siku ile ya Pentekoste Roho wako alivyoshuka, ashuke ndani yao kwa upya tena siku hii ya leo. Ashuke ndani yao kwa upya tena siku hii ya leo, kwa kuwa ndiye yeye atuombeaye kwa kuugua kusikowezekana. Nami ninaamuru kuanzia saa hii, jini wa balaa uliyejificha ndani yake, jini wa balaa uliyejificha ndani yake, hama umtoke, hama umtoke, hama umtoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naamuru wame, naamuru wame, naamuru wame, naamuru wame kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Uliyejificha kaweka makao ndani yake, uliyejificha ukaweka makao ndani yake, jini mwanaume, jini mwanamke, jini wa uharibifu, rudi ulikotoka, rudi ulikotoka na piga enzi yako, rudi ulikotoka na piga makao yako kuanzia saa hii. Elekea kwenye pango lako, elekea ulikotoka kwenye pango lako, elekea ulikotoka kwenye pango lako. Hii ni amri, hii ni amri, hii ni amri. Rudi ulikotoka kwenye pango lako.
nitazame. Hivyo hivyo. Nitazame. Mtoke huyu. Na kuagiza umtoke huyu. Na kuamuru mtoke huyu. Si mali yako wala si mali yenu. Si mali yako wala si mali yenu. Si mali yako wala si mali yenu. Mna makao yenu, mna mahala penu, mna sehemu mliotoka. Msiishi ndani yake tena. Naifuta alama ya mateso. Nitazame tu. Naifuta alama ya mateso. Hata teswa kama mlivyowaza wala kufikiri. Naifuta alama ya mateso. Naifuta alama ya mateso. Naifuta ulimwengu wa roho. Nitazame. Naifuta alama hiyo ya mateso sasa na hata milele yote. Waliozoea kukutazama, waliozoea kukutazama wakiona alama hiyo wanasema ni wakuteswa. Naifuta sasa na kutoa chini ya sheria ya ile misingi ya zile alama za mateso, na kutoa chini ya sheria ya ile misingi ya alama za mateso, na kutoa chini ya sheria ya ile misingi ya alama za mateso, na kutoa kuanzia saa hii. Makao yenu ni shimoni, msiishi ndani ya mwili huu tena. Makao yenu ni shimoni, msikae ndani ya mwili huu tena. Kuanzia sasa na hata milele yote. Hebu kila mmoja aseme haya maneno. Sema: kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninaomba Baba, Roho wako akae ndani yangu kuanzia sasa na hata milele yote. Ninaomba Baba, Roho wako akae ndani yangu, aishi ndani yangu sasa na hata milele yote. Sasa na hata milele yote. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, ulimwengu wa roho. Ninaomba Baba, ulimwengu wa roho. Roho wako akae ndani yangu sasa na hata milele yote. Akae ndani yangu sasa na hata milele yote. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Baba, mara hii tu ile neema itokanayo na Roho wako, neema hiyo isinipungukie maisha yangu yote, isinipungukie maisha yangu yote. Ile neema itokanayo na Roho wako, neema hiyo kuanzia sasa na hata milele yote isinipungukie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen.